anasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapo mjengoni napenda kuuliza, je, umemwoa mke mkaishi kama miaka 4 alafu mke akakwambia kwamba mimi mume aliyenioa mwanzo hakunipa talaka, je, unatakiwa ufanyeje? Hamisi Jeshi nikipatikana hapa Amboni, Tanga. Karibu sana. Hapa kwa ufupi hakuna ndoa. Ndio. Kwa sababu moja yaliyoharamishwa ni kuoa mke wa mtu ambaye hajaachwa kwa njia ya talaka au khuluu. Naam. Au kafanywa faski na mahakama. Ni mtu wametengana tu kwa sababu zao, lakini kitendo cha talaka au neno la talaka halijapita katika aina zake zote. Ndio. Unaona, si talaka ya mume wala kujivua yeye mwanamke, wala kuvuliwa au kuachwa kwa kupitia mahakama ambayo inaitwa naski. Kwa hiyo hii ndoa ni batili, hasa ukizingatia kwamba kwa mujibu wa aya ni suratul Nisa aya 23 na 24, Mwenyezi Mungu anasema hurimat alaykum ummahatikum wa banatikum wa akhawatikum wa ammatikum. Mwisho akasema wal muhsanati minan nisa, wameharamishwa kuoa mama zetu, kuoa mabinti zetu, kuoa dada zetu, maamati wetu. Mwisho akasema na wale ambao wamekuwa tayari wako ndani ya ndoa ndio unaitwa muhsanati. Ndio. Muhsanati ni ule ambaye tayari uko kwenye ndoa ya mtu. Kwa hiyo ni mume wa mtu. Sasa wewe vipi unakwenda kumwoa? Na huyu mwanamke vipi amfiche huyu mwanamume wa pili, amwambie mimi sina ndoa, kumbe bado yuko kwenye ndoa? Ndio. Kwa ufupi unachukulia kwamba atakayefanya hivi wakati anajua ndio ni mzinifu. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu ndoa ni ile ilitimiza masharti. Naam. Na moja ya masharti imekatazwa kuoa mwanamke ambaye yuko ndani ya ndoa. Ndio. Unaona, kwa hiyo wewe wajua hilo alafu umekwenda kulifanya, ina maana wewe mzinifu. Unachukuliwa hukumu yako kama ni mzinifu. Kwa hiyo kinachotakiwa ukishalijua hili, uachane na yule mwanamke saa hiyo hiyo. Hapana ndoa, ukiendelea kukaa utakuwa ni mzinzi. Ndio. Unaona, nafikiri tumemjibu vizuri ndugu yetu, na inshallah watu wengine watakuwa wamefaidika na jawabu hilo.